India, je, ni msaliti kwa sababu yuko ndani ya umoja wa BRICS lakini anashirikiana na nchi za magharibi? Hili ndio swali ambalo watu wengi wanajiuliza, na mimi leo niko hapa kwa ajili ya kukufafanulia hili swala kwa undani zaidi juu ya umoja wa BRICS na kwa nini India anashirikiana na nchi za magharibi na kwa nini watu wanamuona India ni msikimakosa. Mmenielewa? Mimi ni Rachel Robin, hii ni Rachel Robin Online TV. Subscribe hapo chini ili uwe kwanza kupata video zangu kama hizi. Watu huwa wanahisi kwamba ukiwa ndani ya umoja wa BRICS hautakiwi kushirikiana na nchi za magharibi kwa sababu wanahisi umoja wa BRICS umeundwa kwa ajili ya kupambana na nchi za magharibi, kitu ambacho si sahihi, ni uongo. Umoja wa BRICS ni umoja wa kibiashara. Ni tofauti na vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakiupambanisha umoja wa BRICS na umoja wa NATO. Umoja wa NATO ni umoja wa kijeshi. Umoja wa BRICS ni umoja wa kibiashara. Hauna hata jeshi. Hawana lengo kwa ajili, hawajaunda huu umoja kwa ajili ya kupambana na mtu yoyote. Wameunda huu umoja kwa ajili ya kujikusanya na kuweza kufanya harakati zao za kibiashara. 2006 ilikuwa ndo mara ya kwanza wanakutana pale katika baada ya mkutano wa Umoja wa Mataifa. Nchi ya Brazil, Russia, China pamoja na India wakakutana, hizi nchi nne wakakaa kikao chao kisicho rasmi. Kwa hiyo hapo ndo wakaunda umoja wao wa BRIC. Enzi hizo ulikuwa unaitwa BRIC, amna S mwisho. Hatimaye wakajiorganize vizuri, mwaka 2009 wakaanzisha kikao chao cha kwanza cha BRIC katika nchi ya Russia katika mji unaitwa Yekaterinburg. Baada ya hapo mwaka 2010 Afrika Kusini ikaomba kuingia. Kwa hiyo wakaongeza S katika lile neno BRIC pakaanza kuitwa BRICS. Mmenielewa? Kwa hiyo baada ya Afrika Kusini, baada ya hapo nchi nyingi na zenyewe zikaanza kutamani kuingia katika huu umoja. Kwa hiyo sasa hivi ndani ya BRICS kuna Iran wameingia, kuna Emirates wameingia, kuna Ethiopia wameingia na kuna Egypt na Saudi Arabia sasa hivi bado wanajifikiria, wanaweza wakaingia wakati wowote. Umeona? Bado wanajifikiria kwanza. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi nchi nyingi zinatamani kuingia ndani ya huu umoja wa BRICS. Lakini kuingia ndani ya umoja wa BRICS hakumaanishi ni kwamba eti huu ni umoja wa kupambana na nchi za magharibi. Yaani hata Marekani ikitaka kujiunga BRICS inafunguliwa mlango, inajiunga ndani ya BRICS. Kwa sababu huu si umoja wa kupambana kijeshi. Huu si umoja ulioundwa ili kupambana na umoja wa NATO. Umoja wa NATO uliundwa mwaka 1949 kwa ajili ya kupambana na umoja wa Soviet, umoja wa Warusi. Mmenielewa? Kwa ule ndio umoja wa kijeshi. Na sasa hivi hamna umoja ambao wa kupambana kijeshi na umoja wa NATO. Hakuna. Kwa sababu hawa wengine wana focus katika mambo ya biashara zaidi, katika kujitengeneza ili na wenyewe wawe masuperpower zaidi. Lakini si our focus katika kujiunda ili waanze kupambana kivita. Mmenielewa? Kwa hiyo huu umoja wa kupambana na NATO. Kwa hiyo yoyote yule anaweza akaingia katika huu umoja. Nchi za magharibi zinaweza pia kuingia katika huu umoja. Umeona? Na katika huu umoja kama nilivyosema si umoja wa kupambana na mtu. Na ndio maana ndani ya huu umoja si lazima eti muingie nchi mnazopatana tu. Mmenielewa? Katika umoja wa BRICS nchi zenyewe hazipatani ndani ya umoja wa BRICS. Yaani India na China ndio nchi zenye watu wengi ndani ya umoja wa BRICS na ndio nchi zenye uchumi mzuri ndani ya umoja wa BRICS, lakini ni nchi maadui ya vitani. Mmenielewa? Lakini pia kuna Ethiopia na Egypt zimeingia juzi. Ethiopia na Egypt na zenyewe hazielewani. Umeona? Kwa hiyo ndani ya BRICS pia sio lazima eti kwamba eti ni lazima nchi zinazoelewana tu ndo tujiunge kwa ajili ya kupambana na watu fulani. Hapana. Ni nchi yoyote itakayokidhi vigezo inaruhusiwa kujiunga BRICS na hawana kwamba mipaka kwamba eti ni wazungu tu au sijui ni watu wa Asia. Yoyote yule, uwe mweusi uwe sijui kutoka bara wanakuingiza endapo tu utakidhi vigezo na hawagombani na mtu. Hawataki kugombana na mtu. Sasa wengine wanashangaa sasa, kwa nini India yuko BRICS lakini anapatana na Marekani? Kwa nini amshangai mbona Egypt kaingia BRICS wakati Egypt ndio mshirika mkuu wa Marekani na anapewa budget nzima, sio nzima lakini anapewa budget kila mwaka, anaongezewa pesa kila mwaka katika jeshi lake na Marekani, anapewa silaha na Marekani. Kwa nini Egypt ambaye yeye ni mtiifu kwa Marekani lakini ameingia ndani ya umoja wa BRICS? Kwa nini msishangae hilo? Kwa nini mnashangaa India kushirikiana na Marekani kisa iko umoja wa BRICS wakati rafiki mtiifu wa Marekani ambaye ni Egypt kaingia ndani ya umoja wa BRICS? Mmenielewa? Lakini pia kwa nini msishangae Saudi Arabia, rafiki mtiifu wa Marekani wa muda mrefu, na yeye pia tena analindwa, himaya yake inalindwa na Marekani, na yeye pia ana mpango wa kuingia BRICS? Kwa nini hilo lisiwashangaze? Kwa hiyo nadhani
Kwa kuingia kwa Egypt ambaye ni rafiki mtiifu wa Marekani Afrika ya Kaskazini, kutawafanya muelewe kwamba umoja wa BRICS hauchagui mtu, haubagui mtu, na hauko pale kwa ajili ya kupambana na mtu yoyote, na unapokea mtu yoyote hata kama ni mshirika mkuu wa Marekani. Yaani hata Israel akitaka kuingia anaingia. Egypt na Israel zinasaidiwa Marekani. Egypt kaingia, wamemfungulia milango. Mmenielewa? Kwa hiyo yoyote yule anayetaka kuingia ndani ya umoja wa BRICS anaingia, na pia hukatazwi kushirikiana na mtu yoyote yule endapo utakuwa ndani ya umoja wa BRICS. Kwa hiyo India hakatazwi kushirikiana na nchi yoyote ile endapo utakuwa ndani ya umoja wa BRICS. Kuwa ndani ya umoja wa BRICS ni ushirikiano wa kibiashara, lakini kila nchi kisiasa wana sera zao na kijeshi wana sera zao. Kwa hiyo inabidi pia waangalie sera zao za kisiasa na kijeshi katika nchi zao. Amwangalie zile sera za BRICS pekee. Ukiangalia sera za kisiasa ndani ya India, kisiasa, unamuona kabisa yeye na Mchina hawaendani, wanagombana, wanagombania mipaka, wamechukuliana miji. Mmenielewa? Kwa hiyo wao na Mchina hawapatani kisiasa. Kibiashara wao na Mchina pia wanashindana kibiashara. Lakini pia kijeshi yeye na Mchina wanatishiana kila siku kijeshi kule mpakani, na walishaingia vitani mwaka 1962. Wamebakiza kiporo. Wakati wote wanaweza kaingia vitani tena. Kwa hiyo kutokana na kwamba hizi nchi za BRICS zina sera zao kisiasa na kijeshi huko pembeni, inabidi pia ziangalie hayo maslahi ya nchi zao kwenye masuala hayo mengine ya kijeshi pamoja na ya kisiasa. Kwa hiyo kwenye masuala mazima ya kijeshi, maslahi ya Muhindi ni kupatana na Marekani, kwa sababu Muhindi na Mchina wote ni marafiki wa Mrusi. Siku Mchina akimvamia Muhindi, ambako Mchina ana nguvu kijeshi kuliko Muhindi, kwa hiyo Muhindi lazima atapigwa. Mrusi hawezi kuja kumsaidia Muhindi. Labda itokee Mrusi yeye kagombana na Mchina. Kama Mrusi hataweza kuja kumsaidia Muhindi, ni nani ataweza kumsaidia Muhindi kupambana na Mchina? Jeshi namba 2 duniani ni Marekani. Kwa hiyo inambidi Muhindi ajichanganye pia na Wamarekani, kwa sababu ikitokea kapigwa na Mchina ni Wamarekani ndio watakaokuja kumkomboa, kwa sababu Mrusi itabidi akae neutral. Mrusi hataweza kumkomboa, yeye atakuwa mpatanishi. Sasa huo upatanishi mpaka uje ufanyike, mtu anaweza akaa kashaliwa nyama. Tunaona kule Ukraine upatanishi unapochukua muda, Zelensky anazidi kuliwa nyama. Kwa hiyo hivi ndivyo ilivyo. Hiki ndio kikubwa ambacho kinamfanya Muhindi awe anamchekea Marekani na washirika wake, ni kwa sababu ya sera za kijeshi. Lakini pia tukiangalia katika sera za kibiashara, Marekani ni nchi yenye uchumi namba 1 duniani, haikwepeki. Muhindi ana watu wengi sana katika ardhi yake, watu ambao wanahitaji ajira kila sehemu, wamejaa mpaka Marekani wanaenda kuomba ajira. Lakini ukiachilia hivyo, Muhindi ni nchi ya viwanda. Kwa hiyo ana vitu anatakiwa aviuze. Unaviuza wapi vitu vyako? Kwenye soko zuri sana ni Marekani, kwa sababu ndio nchi yenye uchumi namba 1 duniani. Mchina mwenyewe pamoja na kuwa hapatani na Marekani, lakini mteja wake mkuu hapa duniani ndio huyo Marekani. Sasa kwa nini watu msimhoji Mchina mkasema Mchina ni msaliti? Kwa nini anafanya biashara na Marekani? Kwa nini mhoji Muhindi wakati Muhindi wala hauzi sana kama Mchina anavyouza sana Marekani? Mteja mkuu namba 1 duniani wa Mchina ni Marekani na si wewe. Umenielewa? Kwa hiyo kuna sera katika nchi ambazo zinakuwa hazikwepeki wewe kudili na mtu fulani hata kama ni adui yako. Ndio maana pamoja na kwamba Mchina adui yake ni Marekani, lakini bado ndo mteja wake namba 1. Pamoja na kwamba Marekani hampendi Mchina, lakini akichacha huwa anaenda kukopa dola kwa Mchina. Japo yeye ndo anatengeneza dola, lakini huwa anaenda kumkopa dola Mchina. Mchina anazo nyingi kwa sababu yeye Mchina ndo mfanya biashara namba 1 duniani. Mmenielewa? Kwa hiyo Muhindi naye hivyo. Marekani ni mteja wake mkuu pia. Kwa hiyo inabidi pia amchekee. Lakini pia Muhindi inabidi achanganye silaha. Ananunua sana silaha Urusi, ndio sehemu namba 1 anakonunua silaha hapa duniani. Lakini na Mchina nake ananunua huko kwa Urusi. Muhindi ananunua silaha Israeli na Mchina naye ananunua huko kwa Israeli. Inabidi Muhindi pia awe na silaha nyingine ili akiingia vitani Mchina asijue silaha zake zote. Kwa hiyo silaha nyingine atapata wapi kupambana na Mchina? Marekani. Ndio maana Muhindi inabidi amchekee Marekani. Kwa hiyo mnatakiwa mfahamu kwamba umoja wa BRICS haujaundwa kwa ajili ya kupambana na umoja wa NATO, kwa sababu malengo ya hivi vikundi viwili ni tofauti. Umoja wa BRICS ni umoja wa kibiashara na umoja wa NATO ni umoja wa kijeshi. Kwa hiyo mtu yeyote anaruhusiwa kuingia katika umoja wa BRICS, hata Marekani akitaka anaruhusiwa kuingia. Na nchi za BRICS zinaruhusiwa kushirikiana na mtu yoyote yule na nchi yoyote ile ambapo wana maslahi napo.